unachoma kituo cha Dawasco kinachowapa maji safi na salama. Unataka waishije hawa watu? Hii si serikali. Unataka si serikali. Hawa watu waishije? Mabasi 6. Nyumba binafsi 273. Vituo vya polisi 159. Vituo binafsi vya mafuta 672. Vituo vya mafuta hivi, mafuta haya si kwa ajili ya mwenye kituo. Ni nishati ya usafiri, moja atoke hapa aende pale. Hii si ya mwenye kituo. Hii si ya serikali, si ya kuisafirisha serikali. Hata aliye mgonjwa anahitaji usafiri, atoke mahali aende mahali fulani. Hii si afya ya serikali, ya mtu mmoja mmoja, ya Mtanzania mtu mmoja mmoja. Magari ya watu binafsi 1642. 1642. Hawa ni watu binafsi. Haujui dini yake, haujui uumini wake wa chama chochote cha siasa. 1642. It's an economic sabotage. Watanzania hawa wote hawa, awe ana duka lake, ana gari yake, ana kitu, ni watu wanajikusanya sana kufanya haya mambo. Anajikusanya sana. Hata ninyi hapa hamjanunua magari kwa ziada, nyinyi mmejikusanya sana, mmejinyima. Ndio maisha ya Mtanzania, ndio maisha ya Watanzania walio wengi. Wanajikusanya. Pikipiki binafsi 2268. Magari ya serikali, zingine ambulance, mengine magari ya afya 976. Na hizi ni takwimu za mwanzo tu, bado watu wana compile takwimu. This is purely an economic sabotage. Umechoma vituo vya mwendo kasi, unataka ukachome stendi ya Magufuli, unataka ukawashe Kinyerezi ambako ndo inatoa nishati ya nchi nzima, unataka ukawashe mafuta. This is purely an economic sabotage. Hii si mali ya serikali, si mali ya mtu binafsi. Hii si mali ya kiongozi wa serikali. It is purely an economic sabotage. Wengine wakawa wanaongelea na reli, wengine wakawa wanaongelea na mali kubwa kubwa, rasilimali kubwa kubwa za Tanzania. Hii si siasa. Kuchoma reli si siasa. Hii sio siasa. Watanzania, mali hii ni yenu na nchi hii ni yenu. Inakasirisha na inaleta ghadhabu sana pale unaposikia na wanaofanya hivi wanatumia Kiswahili waonekane ni Watanzania, lakini hawapo hata Tanzania. Kule wanakoishi na walikohifadhiwa, nadhani wengine walishapata na uraia, wanakuambia wewe choma hospitali. Wao hospitali walipo na watoto wao ni pua na mdomo. Wanakuambia choma barabara na reli. Wao kule kwao hata kizibo cha maji hakiruhusiwi kutupa kwenye barabara. Ndizo barabara wanazotumia na magari yao. Ndio maisha yao. Tanzania, tuamke. Ndio tuna mambo yetu. Ndio hapa na pale, hapa na hiki, mtu anaweza akawa na grievances zake, lakini tusitumike kuchoma nchi yetu. Hiyo isitumike kuchoma nchi yetu. Hatuna nchi nyingine. Na ukitaka kujua ni economic sabotage, kwamba huku kwingine imetafutiwa sababu, ukitaka kujua ni economic sabotage, linaisha hili, anasema na watalii wasiende Tanzania. Watalii si mali ya serikali.
Mtalii akienda Arusha, taxi driver wa Arusha anambeba, tour guide mtoto wa Kitanzania anawasindikiza. Mlima karoti wa Ngare na Nyuki anauza karoti yake. Ili si shamba la serikali. Fedha inayopatikana ndio inapeleka mtoto wa Kitanzania elimu bila ada. Fedha ya kutoka mlima Kilimanjaro inapeleka na watoto wa Songea, inapeleka na watoto wa Kiela, inapeleka na watoto wa Rukwa, elimu bila ada. Zaidi ya bilioni 35 kila mwezi. Serikali haina fedha inayoitwa ya serikali. Ni fedha yenu wa Tanzania. Ndio inapeleka hawa watoto. Huyu anawaambieni hawa msiende hapo, na anasema yeye ni Mtanzania. Anaweza kawepo na mtoto wa Arusha naye, kijana wa Arusha naye akasema ndio msije. Anasahau kwamba kuanzia bodaboda, driver taxi, tour guide na mkulima wa karoti na yeye hatauza. Na wa lodge na wa hoteli naye na atapunguza ajira ya wale walioko kwenye maeneo haya. Hii ni sabotage. Kwa nini yatokee mara hii? Yaani yatokee mara hii ambapo tumeboresha bandari. Yatokee mara hii ambapo tunajenga reli, na reli hii itakuwa ya 5 kwa urefu duniani na ya kwanza kwa Afrika. Na ni standard gauge railway. Si za diesel zile, ni standard gauge, ni ya umeme. Ni regional railway. Wenye mawazo ya biashara wananielewa haya. Na kwamba tumeongelea kujenga ya kaskazini na kujenga ya kusini. Bandari ya kaskazini na bandari ya kusini. Eti ndio haya yatokee ya kuwekeza